Na Mheshimiwa Subira Mgalu, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya nishati na madini, kwa taarifa hiyo ya kamati. Tunaanza sasa Mheshimiwa Bunge na uchangiaji wetu. Tutaanza na Mheshimiwa Profesa Sospeter Mwijarubi Muhongo. Mheshimiwa Chacha Mwita Wambura ajiandae. Mwenyekiti, asante kwa kunipatia nafasi ya kuanza mchango huu. Waheshimiwa wabunge, yote tuliongea kwenye mambo ya mipango. Sasa hii wizara ndiyo wizara husika kweli kweli. Mataifa yote duniani, mambo ya uchumi na ustawi wa kila taifa hapa duniani unategemea nishati. Kwa kuwa mambo yake ni mazito na ni mazuri, nitatumia leo mchango wangu utakuwa kuhusu uzalishaji wa umeme. Mambo ya usafirishaji, usambazaji na mambo ya gesi asilia, hayo tutatafuta siku nyingine kwa sababu muda hautoshi. Vile vile ndugu zangu, niwaeleze historia ya TANESCO ambayo ndio inatoa umeme, inasambaza. Enzi ya ukoloni ilikuwepo Daresco, ilikuwa inatoa umeme kwa ajili ya Dar es Salaam. Alafu ilikuwepo Tanganyika, TANESCO Tanganyika ya mwaka 61, lakini ilikuwa inahudumia wale viongozi wetu wa kikoloni. TANESCO mpya imeanzishwa mwaka 1964. Kwa hiyo na inafanya vizuri. Ina mizigo mizito lakini inafanya vizuri. Na vizuri zaidi ni REA. REA kusema kweli lazima tuipongeze. Sasa mimi na tupongeze serikali yetu, na bajeti inavyozidi kuendelea, tulikuwa kwenye mabilioni, tukaja kwenye trilioni 1, leo hii naona wamefika trilioni 2.6. Mheshimiwa Rais, hongera, naendelea kuongeza bajeti ya hii. Sasa kujadili uzalishaji wa umeme, ninaweza tu nikawaeleza tutazalisha kutoka hapa, itakuwa haina maana. Ni lazima niende na mifano iliyofanikiwa na iliyokuwa inafanana na sisi. Na msisahau kwamba mapinduzi ya kiuchumi ya viwanda, First Industrial Revolution ya mwaka 1760 mpaka 1860, hiyo miaka 100 ya kwanza, mapinduzi makubwa yalitegemea nishati. Na teknolojia kubwa ilitegemea makaa ya mawe, kuchemsha maji ili kupata injini zinazotumika mvuke, steam engine. Kwa hiyo unaona hapa First Industrial Revolution bado ilikuwa ni nishati. Second Industrial Revolution 1870 mpaka mwaka 1960 ndio tumeanza mass production. Kilicholeta mafanikio hayo nayo ni ugunduzi wa umeme, nishati. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, nimechukua nchi ambayo tulikuwa tunafanana nayo, imefanikiwa, na ndivyo nitakavyotoa vyanzo vyao vya uzalishaji wa umeme na kupendekeza vyanzo vya uzalishaji wa umeme wa Tanzania. Kwanza, Mheshimiwa Waziri, umefanya vizuri, nimekusikia unataja vyanzo, uko sahihi kabisa. Mimi naongezea hapo. Nimetoa mifano ya nchi mbili ambazo kila mara na tunazifuatilia duniani, wanasayansi wanazifuatilia kweli kweli, India na China. Lakini kwa ajili ya muda leo, hebu niende na moja, nikienda na mbili muda hautatosha. Alafu kama nilivyowaeleza, inabidi mpige makofi taratibu, mnachukua na takwimu. Kwa hiyo mapinduzi makubwa ya China yalifanya baada ya Mao kufariki. Aliyekuja yule Ding
mwaka 1978 ndio mapinduzi makubwa kweli kweli ya uchumi wa China. Kwa hiyo kabla ya mwaka 1978 uchumi wa China ukuaji wake ulikuwa kama uchumi wa Tanzania wa 6%. Ile growth ilikuwa 6%, inakwenda inashuka, inakwenda inashuka kama wa Tanzania ulivyo sasa hivi. Hiyo China ilikuwa kabla ya 1978. Baada ya 1978 uchumi wao ukakua kwa kasi kubwa sana kwa zaidi ya 10%, saa zingine ulifika 15%. Ndio maana mlisikia mimi napendekeza kwamba dira yetu ya maendeleo kufanikiwa lazima uchumi ukue kwa zaidi ya 10% kufikia hiyo trilioni 1. Kwa hiyo mwaka 1978 GDP per capita ya China ilikuwa dola 156, lakini umeme waliokuwa wanatumia mtu mmoja mmoja, consumption of electricity per person per annum, ilikuwa kilowatt 255. Karibu tunalingana hapa. Lakini miaka 48 toka 78 mpaka leo GDP yao imeenda zaidi ya dola 14,000 na matumizi ya umeme ya mtu mmoja mmoja yameenda zaidi ya kilowatt, yani uniti zaidi ya 7,000. Tunafanana. Kwa hiyo Tanzania, kabla sijapendekeza vyanzo, hali yetu ilivyo, tulikuwa na ile Vision 2025. Tulisema kufika mwaka jana tulivyokuwa tumejipangia, GDP per capita iwe dola 3,000 na uzalishaji na capacity yetu ya kuzalisha umeme nchi nzima iwe zaidi ya megawati 10,000. Ndivyo tulijipangia hivyo kufikia mwaka jana. Sasa lakini tulikuwa tunatoka megawati 1,500 mpaka megawati 10,000. Sasa kilichoko mbele yetu 2050, tunasema tunataka kupata GDP per capita dola 7,000. Nakuja bado sijafikia hata mapendekezo yale. Mwenyekiti, twende polepole. Sasa hapo mnakula muda wangu, punguzeni. Na kweli wewe ndio umesema. Safi kabisa Msukuma. Sasa GDP 7,000 ndio tunakokwenda, trilioni 1, na umeme wetu sasa hivi ni megawati karibu 3,400 hivi, 4,400. Na matumizi ya umeme ya mtu mmoja mmoja ni unit 243. Kama nilivyowaeleza, China walikuwa kama sisi wamefanikiwa, na sisi nao tunaweza kufanikiwa. Hiyo ni pointi ya muhimu, kwamba kufanikiwa tunaweza. Sasa kutokana na hiyo, natoa mapendekezo ya vyanzo vya uzalishaji wa umeme. Tunahitaji umeme mwingi, tunahitaji umeme wa bei nafuu, tunahitaji umeme unaotabirika kwamba upo. Na tutakavyokaribia 2050 tutaingia kwenye uchumi wa kutumia data center. Hatuna data center hata moja. Data center moja inatumia karibu megawati 100. Hatuna hata moja. Kwa hiyo umeme, ndugu zangu waheshimiwa wabunge, haujatosha. Tumejitahidi lakini haujatosha. Kwa hiyo naongelea umeme wa kuelekea 2050. Vyanzo, kikundi cha kwanza non fossil, yani jadidifu, green economy. Napendekeza tuwekeze sana kwenye umeme jua, solar. Sasa China 20% ya umeme wao sasa hivi ni wa solar,
wana asilimia. Ndio maana sisi tunatumia asilimia, tusilinganishe na wingi, sisi ni wadogo, lakini share percentage inabaki pale pale. Umeme wao sasa hivi China wa jua ni 26%, wanazalisha gigawatt 1232. Kwa hiyo mwe mnazidisha na 1000 kupata megawatt, nibaki kwenye giga huko. Tanzania kwa sola, nimemsikia vizuri waziri, nashukuru ule wa Shinyanga umeanza kazi. Tulikuwa na megawati 15, tumeongeza megawati 50. Kwa hiyo tuzidi kuzalisha umeme kutoka kwenye jua, kwa sababu jua likiwaka sana unapata watts 1000 kwa kila square mita moja. Watts 1000 kwa square mita moja. Cha pili, umeme wa upepo. China sasa hivi nchi nzima umeme wao, uwezo wao ni 13%, wana gigawatt 498. Zidisha mara 1000 upate megawatts. Tanzania upepo hatujapata, lakini spidi ya upepo inayoweza kuzalisha umeme inatakiwa iwe mita 11 kwa sekunde, kama ile ya pale Same na ile ya kule Makambako. Kwa hiyo twende kwenye upepo. Cha tatu, hydro, maji. Hii tunayo tayari. Kwa sasa hivi China 13% ya umeme wao ni hydro, wana gigawati 498 gigawatt. Sisi ndio chanzo kikubwa cha umeme wetu, kwa zaidi ya 68, tuna gigawati 2.7, yani megawati 2800 hivi. Tuongeze kwenye maji. Na ukitaka kujua kwamba kweli maji yanazalisha umeme mwingi duniani, ulikuwa unatoka Three Gorges kwa wale wameenda China. Huo mtambo mmoja ulikuwa unazalisha gigawati 22.5, yani megawati 2500. Linganisha na bawa la kwetu. Sasa hivi wanajenga jipya kabisa kule Tibet, litazalisha megawati gigawati 60, yani wanajenga mitambo ya kuzalisha megawati 60,000 kutoka kwenye bwawa moja. Chanzo kingine cha 4, mwenyekiti, nakaribia kumaliza, nilijua muda. Nimekumalizia dakika 3. Dakika 3, haya namalizia. Na chanzo cha 4